Salam alaikum kwa ndugu zangu Waislamu. Bwana asifiwe kwa ndugu zangu wa Kristo. Siku nyingine tena tunapatana hapa tufahamishane yale ambayo yametokea kwa njia ya uchambuzi. Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha tena katika jukwaa hili. Nataka tuweze niweze kukuuliza swali moja. Je, unaamini katika unabii? Na iwapo unaamini katika unabii, ni unabii mgani utajua huu unabii ni wa kweli na huu unabii si wa kweli? Sihubiri mpendwa mtazamaji, ni ila kitu ambacho tunataka tuweze kuchambua inaambatanishwa na unabii, mpendwa mtazamaji. Kwa hivyo siku chache au mawiki kadhaa yameweza kupita na kuna unabii ambao uliweza kutolewa kuhusiana na nchi tatu. Nazungumzia nchi ya Kenya, nchi ya Tanzania na nchi ya Uganda. Na huu nabii uliweza kutolewa na nabii wa Mungu ambaye anafahamika kama Nabii Tito Lemo. Tito Lemo ni nabii kutoka Kenya ambaye aliweza kutoa unabii huo kuhusiana na nchi tatu: nchi ya Kenya, Uganda, Tanzania. Na kulingana na huu nabii ambao aliweza kuitoa, aliweza kusema ya kuwa inakuja wakati ambapo bendera yatashushwa nusu mlingoti. Iwapo kuna video yake umeweza kuipata ama haujaweza kuitazama, unaweza enda kuitazama video yake kwenye YouTube. Alisema ya kuwa kuna wakati unakuja ambapo katika nchi hizi zote bendera itashushwa nusu mlingoti na kutakuwa na state funeral katika nchi hizi tatu zote. Tayari unabii huu tuliweza kuitazama ikiweza kutimia katika nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya iliweza kukuwa na state funeral, kumaanisha unabii huu umeweza kuitimia hata kwa asilimia kidogo, lakini tayari tumeweza kudhibitisha kuwa unabii wake uliweza kutimia. Imesalia nchi ngapi? Mbili. Imesalia nchi mbili, Uganda na Tanzania. Iwapo unabii wake ulikuwa sauti ya Mungu, basi tunajua huenda ikaweza kutimia. Mpendwa mtazamaji, kabla ni kuarifu unabii ambao nabii wa Mungu Tito Lemo ameweza kuitoa tena, nataka niweze kukuuliza swali pia tuweze tu kuzungumza. Iwapo leo siku ya Jumapili umeenda kanisani, unapofika kanisani, mchungaji wako anachagua jirani ambayo umeketi karibu na yeye, kisha anatoa unabii kuhusiana na ule jirani yako. Baada ya wiki au baada ya masiku kadhaa, unakuja kuangalia, kumbe ule unabii ulikuwa wa kweli na umeweza kutimia. Baada ya Jumapili mbili inapita, unabii wako sasa unakuja, mchungaji anakuja anakutaja, kisha anatoa unabii wako, kisha anakuambia subiri, unajua baada ya wakati fulani unabii huu utakuja kutimia. Mpendwa mtazamaji, katika asilimia ngapi utaamini ule unabii? Iwapo mimi nimeshatazama jirani yangu alitabiriwa au alitolewa unabii na ukatimia, kwa asilimia 70 nitakuwa naamini unabii ambao utakuwa umetolewa kwangu kutokana na results ambayo nimeweza kuona imeweza kutokea. Mpendwa mtazamaji, wacha turudi. Tito Lemo nimeweza kueleza hapo awali alitoa unabii kuhusiana na nchi ngapi? Tatu. State funeral itakuwa katika nchi tatu. Tayari nchi moja imeshuhudia state funeral. Tumebaki na nchi ngapi? Mbili. Kwa hivyo nabii Tito Lemo amekuja na mapya. Ni video ambayo siwezi kucheza hapa au kucheza sauti yake hapa sababu ya copyright issues, lakini ameweza kuja na unabii fulani ambao nataka utaenda kuangalia baada ya hii video. Enda uangalie YouTube channel yake, utapata ule unabii ambao nataka kuweza kuizungumzia. Nabii Tito Lemo ameweza kusema ya kuwa na ameweza kueleza Watanzania kuwa Emmanuel pamoja nao. Emmanuel pamoja nao. Emmanuel inamaanisha nini? Emmanuel katika lugha ya Kiingereza inamaanisha God with us. Kwa hivyo alikuwa anasema ya Tanzania, Mungu pamoja
nanyi. Mungu pamoja nanyi. Kumaanisha kuwa Mungu yuko pamoja na nchi ya Tanzania. Nchi yetu Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hivyo akashuka chini akasema ya kuwa naibu wa rais wa Tanzania anaitwa nani? Anaitwa Emmanuel Nchimbi. Emmanuel Nchimbi. Kwa hivyo alikuwa amesema ya kuwa Mungu amemuonesha ya kuwa Emmanuel Nchimbi ambaye ni naibu wa rais ataweza kuitisha state funeral au ataweza kuitangaza state funeral katika nchi ya Tanzania. Na kisha akaendelea akiweza kusema ya kuwa ameweza kuoneshwa Emmanuel Nchimbi akiweza kutoa orders, masharti fulani. Na unajua mtu ambaye anafaa kutoa masharti ni mtu ambaye yuko kwa kiwango cha juu, na tukisema katika nchi yetu ni Mama Samia Suluhu anafaa kutoa orders. So ameweza kusema ya kuwa ameona Emmanuel Nchimbi akitoa orders, kwanza akitaja au akiweza kutangaza state funeral, pili akitoa orders. Iwapo wewe uko haraka sana kwa kuelewa, tayari umeshaelewa kile ambacho niko na maanisha. Toka hapo nataka tuweze kuamini huu nabii kama ni wa kweli. Kuna mchungaji mwingine kutokea Kenya tena ambaye aliweza kukua na interview na runinga moja ya online, ambayo pia aliweza kutoa matamshi ambayo aliweza kusema ya kuwa ameona Emmanuel Nchimbi akiwa rais wa Tanzania. Inaashiria nini? Emmanuel Nchimbi haizi tu kwa rais, labda kuna jambo ambalo litakuwa limetokea, labda Mama Samia atakuwa ameresign au Mama Samia atakuwa amefariki, habari mbaya, ama Mama Samia atakuwa amelazimishwa kutoka katika uongozi. Chochote kinaweza kufanyika ndipo Emmanuel Nchimbi akuwe rais. Kwa hivyo nataka tuweze kumsikiliza mchungaji huyu ambaye anafahamika kama Ndura Waroinge. Ndura Waroinge, kuna maneno ambayo aliweza kutoa, kisha tutakuwa tunarejelea hapa ili tuweze kuchambua zaidi kuhusiana na jambo hili. Tuweze kumsikia mchungaji Ndura Waroinge kutoka Kenya. So maybe this month or next month there will be another major underpricing, and there will be a huge demand for Lissu to be removed, to come out of prison, and all political prisoners will be set free, and there will be too much pressure for Mama to resign. And as the pressure will be too much for Mama to resign, then they will organize something, and Mama will mysteriously go to heaven and stay with God, just as Baba went. And yes, pole. You find that this woman will go to heaven. Will go to heaven at some point, because these people they just used her to bring their own candidate who is next behind her. What? Nchimbi is Mtandao, CCM Mtandao. So, a candidate of that's Jakaya Kikwete. Yeah. So what is likely to happen? Emmanuel is being poised to become the president. And you can see now he's moving. He was in SADC. He was addressing SADC. He will be moving all over. Because this, the Mtandao want him to become the president. But after they made sure that Samia has to win so that Nchimbi can become the deputy president, and then Samia is eliminated for Nchimbi to rise up and become a president. Apostle, is that a prophecy? That is a coup. That was an internal coup to bring Tanganyikans into power. To remove the Zanzibari and bring the Tanganyikan into power. Ndura Waroinge hata ameexpand kile ambacho nilikuwa nataka kusema. Mambo ni moto. Mungu atusaidie. Mambo itakuwa moto zaidi. Mungu tu atusaidie. Mpendwa mtazamaji,
Na tumai ya kuwa iwapo umeweza kusikia vizuri, ameweza kusema ya kuwa kuna mipango ya kumfanya Emmanuel Nchimbi akuwe rais, na ndio mpango huo utimie, inafaa kuweza kumtoa Mama Samia Suluhu. Sitaki kuweza kuingia katika hayo maneno, nimekazana kuweza kuongea kwa mafumbo, sababu sitaki kuweza kuongea moja kwa moja maneno kama hayo. Nimejizuia sana niweze kuongea kwa mafumbo, mpendwa mtazamaji, lakini iwapo umeweza kunipata, tumeweza tu kufanya upatanisho wa unabii ambao umeweza kutolewa, na nataka niweze kusomea tunapoingia tu katika bado tuko katika confirmation ya unabii jinsi inastahili kukua. Nataka niweze kukusomea fungu kutoka kitabu kitakatifu, na nataka niweze kukusomea kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza, ambao unasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribu hizo roho ndarejelea kwanza. Inasema hivi, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribu hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu wanabii wa uongo wametokea wengi duniani. Kwa hivyo hii kitabu ambacho kinasema wanabii wa uongo wametokea duniani, ndio maana katika kufuatilia huu unabii umeona nimeweza kufanya upatanisho. Kwanza nikakutolea unabii ambao mchungaji au nabii Tito aliweza kutoa hapo awali, na kulingana na huo unabii ambao Tito Limo aliweza kutoa, uliona ukaweza kutimia. Wa kwanza tuliweza kuwa na state funeral nchi ya Kenya, kumaanisha kwa asilimia kidogo iliweza kutimia, na tunasubiri tuone kama itakuwa inatimia kwa ukamilifu. Pili, nimeweza kupatia mchungaji mwingine ambaye pia anazungumzia kile ambacho nimekueleza nabii ametoa hivi karibuni, unabii mwingine. Nimeweza kupatia mchungaji Ndura wa Roinge ambaye ameweza kutoa pia unabii fulani ambao unashabikiana au unaendana na kile ambacho Tito Limo alikuwa amesema hapo awali. Kwa hivyo nimetaka kukufanyia hivyo ndipo upate confirmation ya kile ambacho nazungumza. Pia ndakusomea kitabu kitakatifu fungu lingine kutoka katika kitabu kitakatifu, na kusomea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 22, ambao unasema, ikiwa alisema jambo litafanyika na halijafanyika, basi si Mungu asema naye. Iwapo mchungaji amesema jambo na halijatokea, basi Mungu ambaye ameweza kusema naye. Hiyo ni kitabu kitakatifu ambacho kinasema hivyo, mpendwa mtazamaji. Lakini mpendwa mtazamaji, mimi nilikuwa nafanya tu uchambuzi kuhusiana na jambo lote ambalo tumeweza kulisikia na jambo ambalo limeweza kunifikia, nikasema ni wajibu wangu kuweza kuifanyia uchambuzi. Lakini wewe pia unaweza kuwa na maoni yako, au kulingana na unabii ambao umeweza kutolewa unaweza kutuambia. Hatujakwambia kile ambacho kimesemwa kiwaziwazi kwa sababu ya usalama wetu, tumeweza tu kukuambia kwa kimafumbo. Iwapo umeelewa, ndivyo hivyo mambo ilivyo. Mpendwa mtazamaji, hadi wakati mwingine, asante kwa wote ambao wameendelea kutupa bonge la support. Sijui tuseme vipi, lakini tunazidi tu kuwashukuru kwa wote wale ambao wameendelea kutusupport katika channel yetu, mpendwa mtazamaji. Lakini kumbuka, tutakapofika subscribers 1000, basi tutakuwa tunakuja visual uweze kutufanya tuweze kufika pale, iwapo hiyo ni dhamira yetu ya kuja visual.
uweze kutufanya tuweze kufika pale ili tuweze kukuja visual. Mpenda mtazamaji, najua yote tutakuwa tunatimia. Nikifanya hii video tumebaki na watu takribani 170 hivi. Kwa heri kwa sasa, hadi muda mwingine.